Nina ujumbe pia kwa Lissu aliyeko mahakamani. Kwake Lissu, ningependa, sijui atayapata kwa njia gani, ayazingatie maneno haya kutoka kwenye Biblia. Moja, neno la Mungu linasema, na hili alichukulie kwamba linamhusu yeye. Neno la Mungu linasema, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usitetereke. Mungu yupo pamoja nawe. Ni kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 18. Lakini pia nina neno la pili kwa Mheshimiwa Lissu, kumtia moyo. Neno hilo linatoka katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 8. Neno hili linasema, na Mungu ndiye anayesema, nasema usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi niko pamoja nawe nikuokoe. Kwa Lissu, usijione uko peke yako huko uliko. Mungu yuko pamoja na wewe, kwa sababu sisi wengine tunaamini kwamba kwa yale uliyokuwa ukiyafanya ukiwa nje ya gereza ni yale ambayo Mungu alikutuma uyafanye kama mjumbe wake. Nasema haya kutokana na ukweli kwamba baada ya kupigwa risasi nyingi, muujiza ulitokea wa kwamba wewe mpaka leo hujafa. Wakati mtu akipigwa risasi moja, maisha yanaondoka. Kwa hiyo sisi wengine tunaamini kwamba Mheshimiwa Lissu, hutakufa mpaka utimize kusudi la Mungu katika taifa hili. Mungu akubariki sana huko uliko. Na wananchi wote, hebu tuungane na wale ambao wanatetea haki kwa ajili ya watu wote. Tuungane nao wale wanaotetea kutengenezwa kwa katiba mpya kwa ajili ya nchi yetu. Hii si faida kwa ajili ya makundi kadhaa, ya vyama kadhaa, ni kwa faida ya taifa zima, ni kwa faida ya watu wote wa nchi hii. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.